Nami nitumie fursa hii ni wakaribishe tena marafiki zetu ambao wapo katika familia zao, lakini mmechagua kuwa nasi kila siku jioni, muda na wakati tangu vipindi vilipoanza na hata sasa katika kipindi kinachoendelea. Na hivyo ni wakaribishe sana katika jioni ya leo. Basi tuombe na kisha tuendelee. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, jioni nyingine tena ya pekee tunakushukuru sana. Tunasema asante nasi katika masaa yaliyopita ya siku hii ambayo inaelekea kilele chake. Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa ajili ya vipindi ambavyo vimetangulia kana familia pamoja na vipindi vya afya. Asante kwa wingi wa rehema na asante kwa wingi wa baraka ambazo umetupatia. Basi jioni nyingine hii utupatie tena tafakari ile itokayo kwako, na yale yaliyo mausia yako na neema yako ikawe pamoja nasi. Baraka zako ziwe nasi mwanzo wa kipindi hata mwisho. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Masihi aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Jioni ya siku ya jana tuliishia katika andiko hili. Msomaji kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 21. Mwanzo sura ya 3 aya ya 21. Naam. Biblia tukufu inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Sawa. Akawavika. Kwa hivyo jana tuliondoka ya kwamba Adamu ametenda dhambi na yeye na Hawa katika bustani ya Eden. Kwa ajili ya kuficha fedheha yao, wakaamua kuchukua majani ya mtini wakabandika sehemu zao. Na walipobandika sehemu zao za mili yao, kwa sababu ya kile kilichokuwa kimetokea katika bustani ya Eden, Mwenyezi Mungu akafanya tofauti ya kila ambacho wao walikuwa wamekitenda. Na kwa kuwa mada yetu jioni ya leo ina kichwa kinachosema mauti ya mmoja, wokovu kwa wengi, ama mauti ya mmoja, fidia ya wengi. Adamu wametenda ile dhambi yao, lile kosa ambalo tuliona siku ya jana. Tukasema walipoficha sehemu za miili yao, baada ya kuchukua majani katika miti wakabandika sehemu zao, Mungu akaja kuwatengenezea mavazi ya ngozi. Sasa jana tukaachana tukasema hivi, kwa nini Mungu alikuwa anatufundisha nini? Ikiwa fedheha ya Adam na Hawa ni kwamba wao wametenda dhambi na tayari wanaficha aibu inayowatenga kuiona sura ya Mungu. Ikiwa ilikuwa ni kuficha aibu iliyoleta fedheha machoni pao na Mungu wao, Mungu anatengeneza mavazi ya ngozi. Na lengo la kutengeneza mavazi ya ngozi, Biblia na Qur'ani, Biblia inatuambia Mungu akafanya hivyo, akawavisha mavazi ya ngozi. Na tukasema kuwepo kwa mavazi ya ngozi haiwezekani. Sababu 10, toa moja tu ya msingi. Nina uhakika. Sababu 10, toa moja tu ya msingi. Nina uhakika sehemu kubwa ya majibu yatakayotolewa, 99% kama sio 100%, yanafanana. Na majibu yenyewe ni haya yafuatayo. Kwa nini unakwenda kusali? Unakwenda msikitini kuswali, kwenda kumuomba Allah anijalie
kuingia peponi siku ya kiyama. Oh. Kwa nini? Kwa sababu nisipoingia peponi siku ya kiyama na kwenda kuchomwa moto, jioni ukirudi tena na familia yako, Mwenyezi Mungu tunaomba tulale, maadui wanatushambulia, utupatie ulinzi. Swali ni hili. Adamu anachojificha ni nini? Watoto wa Adamu wanachoshughulika nacho na Mungu wao anachoshughulika juu yao ni tofauti sana. Adamu anachoshughulika nacho na Mungu anachoshughulika na Adamu ni vitu viwili tofauti mbali sana. Adamu anashughulika na matokeo ya kosa kwenye bustani. Matokeo yake ni haya: ana fedheha ya kumtazama Mungu, hana confidence, maana yake mahusiano yake na Mungu yametoeshwa. Kwa hivyo anachohangaikia nacho Adamu ni kufunika aibu ambayo imemfanya imtenge na Mungu, ili apate aweni ya kuongea naye ikiwa amejifunika. Mungu anachoshughulika nacho kwa Adamu, hashughuliki na matokeo. Mungu anakuja kwa Adamu, anashughulika na mzizi wa tatizo, sio matokeo ya tatizo. Wakati wewe unakwenda kuswali na kusali kanisani, wewe maombi yako mengi unayoomba, Bwana niokoe na maadui, pembezoni mwa shamba langu nimekuta kuna damu imevuja. Mungu anaposhughulikia maisha yako, Mungu ashughulikii matokeo ya damu iliyomwagika kwenye mipaka ya nyumba. Mungu anashughulikia chanzo kilichokuletea hofu ya maisha. Mungu anachoshughulika nacho, hashughuliki na prapatoma. Mungu anashughulika na hamaratia. Mungu hashughuliki na matokeo ya dhambi. Mungu anashughulika kwa Adamu na dhambi. Ndio maana Adamu anaficha fedheha ya uchi unaoonekana. Hata wewe nikikuuliza swali, kwa nini umevaa nguo, hutofautiani na Adamu kabisa. Yaani sababu na wewe na Adamu the same.
Sasa Qur'ani ikaja ikaeleza maneno yafuatayo kuhusu mavazi. Katika Qur'ani surat Al-Araf sura ya 7 aya 26, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu anakuambieni, anasema Mwenyezi Mungu kuambia wanadamu wote tangu hawa zamani huko, enyi wanadamu, hakika tumekuteremshieni nguo zifichazo tupu zenu, na nguo za mapambo, na nguo za utawa, yani kumcha Mwenyezi Mungu. Na nguo za utawa ndizo zilizo bora, na hayo ni katika ishara za neema ya Mwenyezi Mungu, ili mpate kukumbuka. Sasa nisikilize kwa makini hapa. Andiko la Qur'ani linasema hivi: ya bani Adam, enyi wanadamu, na kwa hakika tumekuteremshieni nguo. Sasa hizo nguo zinatajwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mshieni nguo za aina tatu. Nguo ya kwanza ni ya kufunika tupu zenu, nguo ya pili ni ya mapambo, nguo ya tatu ni ya utawa, uchaji Mungu. Sasa hebu tusogee mbele rafiki yangu, mtazamaji na ulioko hapa. Katika andiko hilo la Qur'ani linapotaja zile aina nguo tatu za mavazi: nguo zifichazo tupu, nguo za mapambo, na nguo za utawa ama kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa pengine msomaji, naomba ushike maiki hapa utusaidie. Wenda wasikilizaji wanaweza situjibu, ila wewe utatujibia kwa sababu na maiki. Qur'ani inaposema Mungu aliwapa wanadamu nguo za aina tatu: za kufunika tupu, za kufunika za pambo, na nguo za kitawa, yani nguo za uchaji Mungu. Sasa katika hizi nguo tatu msomaji, nguo ya mapambo, nguo ya kufunika tupu, na nguo ya uchaji Mungu, Nabii Adam katika bustani ya Eden ametenda dhambi na mke wake. Wanachukua majani katika magome ya miti, wanajibandika sehemu ya miili yao. Sasa nikuulize msomaji, katika ya zile nguo aina tatu, na ile nguo aliyojitolea Adam akajishonea na akajitengenezea na mkewe katika bustani ya Eden, kati ya hizi tatu, ifunikayo tupu, ya pambo na uchaji Mungu, kati ya hizi tatu nguo ya Adamu ilikuwa ni ipi? Uchaji Mungu. Nguo ya Adamu ilikuwa uchaji Mungu. Nakuuliza msomaji, nguo ya Adamu ilikuwa uchaji Mungu? Ndio. Okay. Msomaji anasema ilikuwa uchaji Mungu. Qur'ani inasema amekuteremshieni nguo za kuficha tupu zenu, akateremsha na nguo za mapambo, akateremsha na nguo za uchaji Mungu. Sasa okay, kama msomaji amesema kati ya hizi ile nguo alojitengenezea Nabii Adam alayhi salam katika bustani Edeni ilikuwa ni vazi ya uchaji Mungu, huenda swali la pili msomaji, ile nguo iliyotengenezwa na Mungu ya ngozi ambayo Adamu akavishwa na mke wake, kati ya hizi tatu, nguo ya tupu, nguo ya mapambo na nguo ya uchaji Mungu, hii nguo ya ngozi inaangukia wapi? Ikiwa Mungu aliteremsha nguo ya ngozi, na Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Araf aya 26 nasema, na namna hivi tumekuteremshieni nguo za aina tatu, tukakuteremshieni nguo za kuficha tupu zenu, tukateremsha nguo za mapambo, tukakupeni na nguo za uchaji Mungu. Mwanzoni msomaji nimekuuliza zile alizoshona Nabiullahi Adam katika bustani Edeni na mama Hawa ni zipi kati ya hizi tatu? Ukaniambia ile nguo yao alishona mama Hawa, waliotengeneza mama Hawa na mzee Adam, ilikuwa ni nguo ya uchaji Mungu. Kasema sawa. Sasa swali likaja hivi,
Mungu alitengeneza na yeye nguo ya ngozi. Sasa swali likaja, kati ya zile tatu, kwa sababu ishatoa moja tayari, kwa hiyo zimebaki mbili. Kati ya zile mbili, ni ipi ya Mungu kwenye zile mbili zilizosalia katika zile nguo alizoteremsha Mwenyezi Mungu? Aha. Sasa naomba tusogee kidogo. Vazi hilo la ngozi, kwanza lazima tufahamu lilikuwa na kazi gani katika hizo tatu. Vazi la kwanza lifichalo tupu, vazi la pili ni vazi la pambo, vazi la tatu ni vazi la uchawa la uchamungu. Pamoja na ukweli kwamba Nabii Adamu alayhi salam na mama Hawa hitaji lao lilikuwa ni kujistili, aina ya mavazi walioletewa ilikuwa ni kujistili, lakini aina ya vazi walioletewa na Mwenyezi Mungu lilitoa kiashiria cha ndani zaidi ya hoja ya kujistili. Na kwa kifupi, kati ya yale mavazi matatu, na lile vazi Adamu alojishonea kwenye bustani ya Eden, vazi la kwanza ni la kufunika tupu, vazi la pili ni la mapambo, vazi la tatu ni la kichaji Mungu. Vazi la Adamu katika haya matatu ambayo Qur'ani inaeleza Mungu alileta, lilikuwa ni vazi la kwanza la kufunika tupu. Alichokifanya Adam kwenye bustani Edeni, alijistili fedheha na aibu. Na ndio maana mimi na wewe tumevaa nguo saa hii. Ukweli ni huu, kinachotufanya tuvae nguo ni kujistili, kutokuonyesha viungo vyetu. Na ukitaka uonekane wenda akili zako na zangu zimedondokewa mafuta ya taa na mchanga, vua nguo zote saa hii na kuhakikishia ufike hata hapo senta. Wewe mwenyewe utajishtukia, utaanza kukata kona kwenye majumba ya watu. Sasa katika hizi tatu, nguo ya Adamu ni ile ya kwanza. Adamu alificha utupu wa nje. Mungu anatengeneza nguo za ndani, nguo ya ngozi. Nguo ya ngozi inasimama kwenye vazi la tatu, ambalo ni vazi la uchaji Mungu. Yani Mungu hakushughulikia tu utupu wa Adamu wa nje. Mungu alikwenda ndani zaidi, akiashiria ukombozi. Sasa hii ilibeba maana gani? Iliashiria, Mungu lilitoa kiashiria cha ndani zaidi ya hoja ya kujistili. Na kwa kifupi, vazi hili la ngozi liliashiria hitaji la Mungu la utawa kwa Adam na Hawa baada ya anguko. Sasa kupatikana kwa vazi la ngozi kuliashiria kuna damu ilimwagika, na hivyo lazima mnyama afe ili afunike matokeo ya dhambi ya Adam na Hawa. Na Mungu alikuwa na uwezo wa kuleta kitu chochote cha kumfunika Adam na Hawa. Naomba kurudia tena. Ili lazimu mnyama afe ili yeye achunwe ngozi, ili Mungu ambandike Adamu. Lakini Mungu alikuwa na uwezo wa kutafuta njia nyingine ya kumfunika Adam. Ila hapa Mungu anaua mnyama, na mnyama anapouawa kwenye bustani Edeni, Mungu anatengeneza ngozi ili Adamu aweze kufunikwa. Ngozi ilikuwa ni ujumbe uliokuwa unakuja katika dunia hii. Sasa swali la pili, baada ya tendo hilo, maana yake kuna mnyama ilimpasa uawe. Na kama mnyama alipaswa uawe, kwani kulikuwa na matumizi gani ya damu ya kafara za wanyama? Matumizi ya kafara ya damu za wanyama katika Biblia na Qur'ani vilikuwa na maana ipi? Kwa nini Mungu auwe mnyama kwenye bustani Edeni? Waebrania sura ya 9 aya 22. Waebrania sura ya 9 aya 22. Hii ndiyo iliyokuwa matumizi ya kafara za wanyama waliovuja damu. Waebrania sura ya 9 aya 22, msomaji. Biblia inasema Waebrania 9 aya 22. Na katika Torati, naam, karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu, ndio hakuna ondoleo. Sasa Biblia inasema hivi, katika sheria za Nabii Musa alayhi salam, ambayo ni Torati, katika sheria za Taurati, karibu vitu vyote
vilisafishwa kwa damu, na pasipo kumwagika damu hapakuwa na ondoleo la dhambi. Hii ni Biblia. Nilipokuwa ninasoma katika Qur'an sura At-Swafat sura ya 37 aya 104, nikakutana na maneno yafuatayo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema. Anasema, na pale pale tukamuita Nabii Ibrahim, ewe Ibrahim, umekwisha sadikisha ndoto yako, usimchinje mwanao. Kwa yakini hivi ndivyo tunavyowalipa wale watendao mema. Bila shaka jambo hili ni jaribio lokuwa dhahiri na mtihani ulio dhahiri. Basi tukamkomboa mnyama, tukamkomboa mwanao Ibrahim kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Na katika Taurati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Qur'ani kaje kasema Nabii Ibrahim alayhi salam. Ninawapenda marafiki zangu mashekhi wanapokuwa katika misikiti, utasikia kama yaumul jamaa juzi, kama wanaelezea kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam na mwanawe aliyekusudiwa kuchinjwa. Katika imani ya Kiislamu, ndugu zangu, wanaamini ya kwamba aliyetakiwa kuchinjwa kwa ajili ya sadaka alikuwa ni Nabiullahi Ismaili alayhi salam. Lakini katika imani ya Kikristo, Wakristo wanaamini kwamba aliyetakiwa kuchinjwa alikuwa Nabii Isihaka alayhi salam. Sasa hebu tuwachukue wote. Mashekhe wanasema Nabii Ibrahim alayhi salam aliitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaambiwa, ya Ibrahima, ewe Ibrahim, chukue mwanao umlete huku kwa ajili ya kumtoa sadaka. Basi mashekhi wanatuambia Nabiullahi Ibrahim akamchukua mwanawe Ismaili alayhi salam, wakaenda wote katika mahali walipotakiwa kwenda kuchinjwa. Basi alipokuwa amemshika yule mnyama, mwanawe Ismaili, hawa ni mashekhi, wakafika, Nabii Ibrahim akamlaza Nabiullahi Ismaili. Alipomlaza katika uchanja aliotakiwa kuchinjwa, basi akachukua kisu Nabii Ibrahim ili amchinje mwanawe. Na mara alipochukua kisu, alipokitoa mfukoni katika ala yake aloweka, aliponyanyua kisu tu amchinje, akasikia wito naitwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa wanasema mara wito huu uliposikika wa wimbo kiitwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabii Ibrahim akageuza macho yake akatazama juu. Alipotazama juu akamuona malaika Jibril akiimba wa wimbo. Mara alipotazama malaika Jibril anaimba, akiimba anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahimu naye akaitikia akasema la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wakaimba wote, Ibrahim pamoja na malaika Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baada hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, ya Ibrahima, ewe Ibrahim, nimekwishaona umesadikisha ndoto yako ya kwamba unataka kumchinja mwanao. Malaika Jibril akamshika Nabii Ibrahimu mkono wake. Aliposhika mkono, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Ibrahim, usimchinje mwanao, lakini Allah akamletea mnyama. Basi Ibrahimu akamwacha Ismail, akaenda akamchukua yule mnyama aliyefanyika kama kikomboleo, akamchinja mnyama, akamwacha Nabii Ismail. Hao ni Waislamu. Wachungaji ukiwakuta makanisani mwao, utawasikia wakisema Mungu alimpenda Ibrahim na akamfanya kwa rafiki yake, akamuita baba wa imani. Na wanawaambia waumini wao, unajua kwa nini aliitwa baba wa imani? Siku moja Mungu alimtokea Ibrahimu akamwambia, Ibrahim, mchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, uende naye katika mlima wa Moria, nawe ukamtoe sadaka huko. Basi Ibrahimu akamchukua mwanawe Isaka na wale vijana pamoja na mwanapunda na kuni, wakaenda wakiwa na kisu. Mara Ibrahimu akafika mahali akawaambia wale vijana, ketini hapa mtusubiri, mimi na kijana twende mbele tukamtolee sadaka. Ikawa walipokuwa wakienda njiani, Isaka akamuuliza babaye, baba, kuni zipo, kisu kipo,
je, mwanandama wa kutolewa sadaka ni nani? Wachungaji wanatuambia, Ibrahimu akamwambia mwanawe, mwanangu, Mungu atajitwalia mwanandama, maana katika Moria Bwana atajipatia sadaka. Basi wakaenda. Anasema alipofika, Ibrahimu akatengeneza madhabahu, akaweka uchanja. Baada hapo akamfunga kamba mwanawe Isaka, akawaza ili amchinje. Mara Ibrahimu aliponyanyua kisu tu ili amchinje, akasikia Ibrahimu akashikwa mkono. Akaambiwa, Ibrahimu, Ibrahimu, ikiwa hukunizuilia mkono wako kwa ajili ya mwanao, wewe umekwisha kuwa rafiki yangu. Usimchinje mwanao Isaka. Hebu geuka mkono wako huu. Ibrahimu alipogeuka, akamuona mwanandama, mwanambuzi amening'inia kwenye mti. Baada hapo akamwacha Isihaka. Ibrahimu akamshusha yule mwanambuzi, akamchinja. Nisikilize kwa umakini sana. Katika Torati vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo damu hakuna ukomboleo. Katika taifa la Israeli, wanadamu walipotenda dhambi, kulikuwa na matukio yafuatayo ambayo waliyafanya maishani mwao. Kulikuwa na makosa katika taifa la Israeli ambayo yalikuwa na maana tofauti. Kulikuwa na makosa yaliyotendwa na taifa zima, na kulikuwa na makosa yaliyokuwa nafanywa na raia wote wa taifa la Israeli kila siku. Sasa ili wasamehewe dhambi zao, ilikuwa hivi: mtu akiua, kwa mfano akiua, kulikuwa na vijumba vinaitwa vijumba 6 vya makimbilio. Vile vijumba 6 vya makimbilio vilikuwa vimejengwa pembezoni, hasa kaskazini, katika hema ya kukutania. Ikawa Juma, nilipoua mtu, kwa mfano, baada ya mimi kuwa nimeua mtu kama ni Mwisraeli, nimempiga Mwisraeli mwenzangu nikamuua, usalama wangu ulitegemea jambo hili kubwa lifuatalo. Baada ya kugundua nimeua, nilitakiwa nikimbie mbio hadi niende niangukie kwenye kwenye ardhi ya vile vijumba vilivyokuwa vinaitwa vijumba 6 vya makimbilio. Kwa hivyo kama nikiua, nitakimbia mbio kwa speed. Nikifika tu, hata kabla sijagusa ile nyumba, nikakanyaga tu ardhi inayozunguka vile vijumba vilipojengwa, basi wale waliokuwa wananikimbiza hawakuruhusiwa kunipiga mawe kuniua, maana tayari kitendo cha kukimbilia na kufika tu usawa wa vile vijumba, nilitangaziwa hapo siwezi kuuawa. Baada ya hapo haikuishia hapo tu. Kulikuwa na kila siku saa 9 jioni, kulikuwa na kiongozi wa dini aliyeitwa kuhani. Alikuwa anaingia kila siku saa 9. Aliingia saa 3 asubuhi, aliingia saa 9 jioni. Saa 9 jioni, mimi niliyekuwa nimeua, nimekimbia, nimeangukia kwenye vijumba vile vijumba 6 vile vya makimbilio, nitakwenda kuchukua mwanakondoo ama mwanambuzi aliye bora. Nitamchukua mimi mwenyewe, nitakwenda na yule mwanakondoo. Nikienda na huyu mwanakondoo, ninakwenda wapi? Ninakwenda sasa kwenye hilo jengo lilikuwa linaitwa patakatifu, katika hema ya kukutania. Na kwenye hema hii ya kukutania ilikuwa na partition mbili. Partition mbili hizi ilikuwa na vyumba viwili, ijapo ilikuwa na ua wa nje. Kwa hivyo ilikuwa na partition ya kwanza, ambayo hii partition ya kwanza, unapoingia tu kwenye mlango, unakutana na birika la maji la shaba, unakutana na mimbali ama amini tuseme madhabahu iliyokuwa pembeni. Halafu akishaingia huyu aliyeua, kulikuwa na mahali pa kutolea kafara kwenye hiyo madhabahu. Alikuja yule kuhani, ama leo tuweza kusema imamu ama shekhe, basi tuchukulie labda mchungaji katika imani ya Kikristo. Alikuwa akisimama, akifika hapo kavaa mavazi maalum. Asipovaa kanzu atavaa joho, akivaa kanzu atafunga mshipi, atavaa na kofia kitani, halafu panga ama kisu itawekwa kwenye ara yake. Mimi niliyetenda dhambi nitamleta yule mnyama. Nikishamleta mnyama kwa kuhani, kuhani atampokea, atafungwa kwenye nguzo zilizokuwepo kwenye ile madhabahu ya kutolea kafara. Akishafunga
mimi niliyetenda dhambi, nitakwenda kwa yule mnyama, nitaweka mikono yangu juu, nitaanza kuungama makosa yangu, nitataja dhambi niliyoifanya, nimeweka mikono yangu juu ya mnyama. Nikishamaliza kuungama, kuhani atachukua kisu mkononi mwake, atanikabidhi kile kisu mkononi mimi, halafu yeye atachukua birika majagi ambalo lilikuwa la dhahabu, anasogea nalo. Mimi niliyetenda dhambi, nitamshika mbuzi ama mwanakondoo shingo, nitachukua kisu, nitamkata yule mwanakondoo, nitakata yule mwanakondoo. Ile damu inayovuja, kuhani atakuwa ameweka birika, damu yote ya kondoo itavilia kwenye lile birika. Mimi niliyeua, mimi niliyetenda dhambi, nimegharimu maisha ya kiumbe kisicho na hatia ili nisamehewe, lazima damu imwagike. Nikishamaliza, kuhani akishachukua ile damu na yule mwanakondoo ameuawa, atakwenda kuchomwa kwa ajili ya kuliwa na makuhani. Ila damu itapelekwa wapi? Kuhani ataichukua damu. Akishaichukua damu, atatoka kwenye hii ua wa kwanza uliokuwa na madhabahu, atakwenda, kabla hajaingia ua wa pili, kulikuwa na pazia hapa linalotenganisha ua wa kwanza na wa pili. Akisimama hapa, kuhani alichokifanya, alichovya kwenye ile damu ya mtu, ya yule mnyama aliyechinjwa na yule mtu aliyeua, alichovya mara 7. Alirusha mara kwanza, anachovya, anarusha mara pili, anachovya, anarusha hadi mara 7. Na ni kwa nini ni mara 7? Ukamilifu wa Mungu unawakilishwa na namba kamilifu ambayo ni 7. Akishamaliza, baadhi ya damu kuhani aliingia nayo huku ndani. Akishaingia nayo huku ndani, kuhani, ile damu ya mwenye dhambi ilipelekwa. Kulikuwa na kiti, ambacho hicho kiti kulikuwa na sanduku, lile sanduku, juu yake ya lile sanduku, ndani ya lile sanduku kulikuwa na mbao 2 za amri 10 za Mungu. Halafu juu ya lile sanduku ilofunikwa kulikuwa na makerubi 2, ambao mmoja alisimama upande huu, mwingine alisimama upande huu. Ile nusu ya damu iliyotolewa, kuhani alikuja nayo, alisogea nayo, na kwenye vazi lake kuhani alikuwa anavaa na ivela, alikuwa anavaa na vitu ambavyo vilikuwa katika shingo yake, vilikuwa vinaitwa umimu na thumumi, ambavyo vyote hivi vilikuwa vinaashiria matendo fulani yakitendwa. Kuna dalili ya hivyo vitu vilikuwa vinaonekana kama mawe 12 ya taifa la Israeli. Hiyo ilikuwa ni dhambi ya kwanza. Dhambi ya pili, ikifika tarehe 15 ya mwezi wa 7 ya kila mwaka, ni sawa na tarehe 22 ya mwezi wa 10 ya kila mwaka ya miaka yetu hii, na inaangukia mwaka 1844, kuhani walikuwa wanakusanywa Wayahudi wote, sasa wanaletwa katika eneo kama hili. Siku hiyo kuhani anachokifanya, anaichukua ile damu. Akishafika kama alivyokuwa anafanya mwanzo, Waisraeli wote wamekusanyika, tuko wengi kama Waisraeli hapa, kabla ya kuja kufanya tendo ambalo liliamua hata yeye kuuawa. Kuhani alitakiwa asihusiane kwanza na mwenzi wake, kwa sababu anakwenda kwenye tukio baya lenye kuhatarisha maisha yake na yeye. Alitakiwa aombe dhambi, asiingie na doa lolote. Akiingia na doa lolote anakufa, kwa sababu siku hiyo Mungu alikuwa anashusha uwepo wake. Kuhani alitoa kafara 2. Kafara ya kwanza alitoa mwenyewe na familia yake kuomba dhambi zao zisamehewe. Kafara ya pili, alikuwa anachinjwa ng'ombe katika taifa la Israeli, ama mbuzi mkubwa. Halafu akishachinjwa, kilichokuwa kinatokea ni hiki. Siku hiyo ilikuwa sio nzuri, ilikuwa ni siku ya majonzi. Na kwa taarifa yako, mimi na wewe tulioko hapa na wewe unayetufuatilia, kama hukujua kile kilichowatokea Israeli katika nyakati za tarehe 15 mwezi wa 7 ya kila mwaka na tarehe 22 ya mwezi wa 10 kwa kalenda yetu, ambao tukio hili lilitokea tangu mwaka 1844, kulikuwa kuhani alipokuwa akitoka patakatifu, ilikuwa ni mawili: mpone ama mfe kabisa. Sasa nini kilifanyika? Kuhani alikuja akiwa ni mnyenyekevu, amefungwa mikufu, kama mikufu kwenye miguu, wamemfunga majitu fulani, akitembea
yanakuwa nalia kwa sababu kulikuwa na hatari ya kufa. Alipokuja kuhani, aliwaambia Israeli, ilitolewa kafara. Baada ya ile kafara, kuhani aliingia kwenye kile chumba cha pili cha patakatifu, papatakatifu, papatakatifu mno. Palikuwa panatisha sana. Mle ndani ukiingia umetenda dhambi, wakikutoa umekufa. Mungu alikuwa anashuka kwenye hema ya kukutania. Kuhani alipofika kwenye kiti cha rehema, kulikuwa na ukimya usiokuwa wa kawaida. Wale makerubi mawili, aliyekaa kushoto na aliyekaa kulia, ndio waliokuwa wanatoa ishara ya kukubaliwa ama kukataliwa. Kuhani atakwenda kwenye kiti cha enzi, kiti cha rehema kilichokuwa kimewekwa chini. Kuna amri 10 zipo ndani ya sanduku. Na ukae ukifahamu, ndugu yangu, jioni hii kiti cha Mungu cha enzi kimewekwa juu ya sanduku la amri 10. Kwa nini sanduku la amri 10 liko chini na kiti cha Mungu kipo juu? Sheria, serikali ya mbinguni haitomhukumu mtu kwa makosa kwa hisia. Wanadamu watahukumiwa na sheria za Mungu. Narudia tena, amri 10 za Mungu ndizo zinazoitawala serikali ya Mungu. Kiti cha enzi cha Mungu kimewekwa juu ya sanduku la amri 10. Mwanadamu, nitakapoingia mbinguni siku ya hukumu yangu, sitohukumiwa. Mungu atasema inaonekana ulitenda dhambi. La hasha. Sheria, amri za Mungu ambazo hazikuishia kokote ndizo kipimo cha serikali ya Mungu. Kama ulifundishwa ukaambiwa amri za Mungu ziliondoka, pole ndugu yangu, ulifundishwa uongo. Amri za Mungu hazikuondolewa. Serikali ya Mungu haiongozwi na hisia, inaongozwa na amri 10 za Mungu. Sanduku lipo chini, kiti cha enzi kimewekwa juu ya sanduku la amri 10. Tafsiri yake ni kwamba serikali ya Mungu ipo ikiongozwa na sheria zake, amri 10. Kuhani alipoisogelea hiyo meza, alianza kuungama makosa ya taifa la Israeli. Kulikuwa na vijana nje walikuwa wameshikilia ile mikufu. Kuna muda wakiona kuna ukimya kule patakatifu, wanashika ile mikufu, wanavuta wakivuta hivi, alafu akaona mikufu imerudishwa ndani, wanasema kuhani bado yuko hai. Ila wakivuta mara ya kwanza, wakaona hamna mkufu narudi ndani, wakavuta mara ya pili, wakavuta mara ya tatu, yani wanavuta tule mkufu narudi, tayari wanasema kuhani amekufa. Na wakisikia kuhani amekufa, ilikuwa ni fedhea, maana ili lazimu yailishwe. Kuhani akifia ndani, kama jana alitenda dhambi. Na ndio ujue hivi, usidanganywe na mtu yeyote chini ya jua eti kwamba kuna walio bora mbele za Mungu kuliko wengine. Never ever forever. Alivyo mchungaji mbele za Mungu, na ndivyo alivyo muumini mbele za Mungu. Hakuna aliye mbora zaidi ya mwingine. Kama tungelikuwa na madaraja ya nani aliye mbora, makuhani wangetenda dhambi kule na wasingekuja kufia hekaluni. Ila kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, anahukumu kwa haki. Kuhani akitenda dhambi, amezini na anakuja kupatanisha watu, Mungu anamuua mle ndani. Mungu alikuwa yuko serious na kazi. Leo hii utasikia waumini wanaweza wakaonekana ni daraja la chini, viongozi wa dini wakawa daraja la juu. Nisikilize, kwa Mungu hakuna aliye mkubwa. Kwa Mungu wote level yetu tunafanana, na sote tutalipwa, tutahukumiwa. Mchungaji, imam aliyekuwa mchawi, yuaenda msikitini na jioni anaenda kuroga, alikuwa ni mchungaji, ndio ana kanisa ama ni msimamizi wa kanisa, ni mchungaji mzuri kwa nje, ndani ni mchawi. Mungu hatohukumu
hukumu tofauti na muumini. Muumini aliyekuwa mchawi na mchungaji aliyekuwa mchawi, the same, hukumu yao inalingana. Mungu hatoweka tofauti. Sasa nini kilitokea? Kuhani akishafanikiwa kwamba hajafa, ile damu ikishamwagiwa hapo, kama Mungu akikubali ibada yao, kule kwenye kile chumba cha patakatifu ulikuwa unatoka moshi katikati, na huo ndio ulikuwa na usubiri Israeli. Yaani Israeli hofu yao ilikuwa ni kubwa, na siku hiyo wanaombana msamaha. Hivi nilikulipa yale madeni yako? Bwana hujanilipa, nisamehe ndugu yangu, nisamehe. Siku hiyo ni siku ya kuombana msamaha, maana kuhani akitoka nje ni mzima. Na kuhani akasema, Mungu amesema kuna kosa na nimeelekezwa. Kabila la Yuda simama hapa, Lawi, Gadi, Simeoni na nani? Reuben, mnaanza kufanywa msako. Mkipatikana kabila lenu mmetenda dhambi, mnapigwa mawe hadi mnakufa. Sasa nini kilitokea? Kuhani aliposhinda, Mungu alipokubali maombi yao, moshi ulitoka mweupe hekaluni kwenye hema. Wayahudi waliruka sana, walishangilia, tumeokolewa tena, Mungu ametuokoa, Mungu ametuokoa, Mungu ametuokoa. Angalia muujiza wa ajabu uliokuwa unatendeka. Kwenye hili pazia ambalo lilikuwa halifuliwi mwaka mzima, linanuka damu, lilikuwa na harufu chafu kwa sababu halifuliwi, na ilikuwa ni pazia. Si matilio hizi za kwetu, ni matilio za mbao, ni matilio za nyasi zilizotengenezwa kwa madini. Madamu yote ya mwaka mzima yalikuwa yanamwagwa kwenye hili. Muujiza uliokuwa unatokea kwenye hema ya kukutania. Waliposamehewa tu Israeli, waliona mwanga ukitoka kushoto na kwenda kulia, unalifuta lile pazia lote pap. Lilikuwa halifuliwi na mtu, ila ni malaika walikuwa wanalifua kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Ishara ya kuondolewa kwa zile harufu za damu, na ile damu iliyofutwa kwenye ile pazia ilimaanisha Mungu ameachilia, Israeli imesamehewa. Lakini swali la msingi ni hili: waliokolewa na nini? Nini kiliwafanya kupata neema? Tunapokwenda kumalizia na kuomba, nini kiliwaashiria kupata neema ya kwamba ndio walisamehewa? Walipokuwa wametenda dhambi, Mungu aliwasamehe. Nini kilichowapa ishara? Ni damu. Damu ndiyo iliyohusika kuleta msamaha. Sasa kazi ya damu katika kafara ilikuwa na mambo yafuatayo. Katika aya hiyo ya Qur'ani inaweka bayana kuwa wanyama walitumika kumkomboa mwanadamu dhidi ya mauti katika mpango wa wokovu. Katika Uislamu, tendo hili la kuchinja wanyama, Waarabu wanaliita kurban. Kurbani maana yake linatokana na neno kujikurubisha. Kurbani, kujikurubisha. Kujikurubisha ni kujisogeza, kutafuta pendeleo. Ndio maana ndugu zangu wanapokwenda mji wa Maka, marafiki zangu Waislamu wale mahujaji waliowahi kwenda Maka, wale wanaoitwa Al-Hajj waliokwenda Maka kuhiji, baada ya kufika Maka siku ya kwanza na siku ya inapoanza swala ya kwanza katika msikiti wa Kibratain ama ule msikiti wa Maka kabla ya kwenda Madina, siku ya mfungo, siku ya 8 katika lile fungu 11 ya ibada ya hija, tunapotoka Maka baada ya kuswali swala ya Isha ya usiku, alfajiri Waislamu huondoka kutoka Maka kwenda Madina. Wakisha kwenda Madina, wanasema wanakwenda kusalimia makaburi ya maswahaba wa Mtume Muhammad SAW. Wakishafika Madina wataswali huko. Baadaye wakishamaliza alfajiri yake alfajiri hiyo wataswali swala ya zuhuri saa 7. Baada hapo wataanza kurudi kutoka Madina, wanarudi tena katika mji wa Maka kuja kuswali swala al-asri, swala ya saa 10. Kuna siku inayoitwa Mina. Mina ni kwenda kumpiga mawe sheitani. Lakini baada ya kumpiga mawe sheitani, ndugu zangu Waislamu waliowahi kwenda Maka wanakuwa na tendo moja la kuchinja wanyama. Lile tendo la kuchinja wanyama wanalifanyeje? Wanachukua wanyama, kama alisafiri na ngamia kutoka nchi zinazoruhusu kubeba ngamia, ama kama alienda na fedha kule Maka akanunua ngamia ama mwanambuzi. Baada ya kuwa amenusulika kumaliza ile swala ya ibada ya hija, inaelezwa katika Qur'ani inasema lihaji la baiti lahi man istatu lillahi sabili. Wakishamaliza hiyo ibada ya hija, baada ya kumaliza hija,
kuna siku ya kuchinja. Sasa waulize ndugu zangu hawa wapendwa, kwa nini wao wanachinja? Wanasema hili tendo linaitwa kurban. Kurban maana yake tunachinja, tunajisogeza, tunatafuta upendeleo. Tunapata upendeleo kwa njia ipi? Mnyama anapouawa, baada ibada hija kuisha, halafu tukachinja mnyama akamwaga damu, basi ile damu iliyomwagika kwa mnyama, maana yake mimi nimeokolewa, damu ya mnyama imekuwa fidia yangu. Ina maana gani hapa? Mungu anatufundisha nini hasa katika hili? Sasa lengo hasa ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Na tendo hilo pia kwa mjibu katika imani ya ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu ni kuonyesha tendo kuwa tunaweza kutoa muhanga maisha yetu kama Ibrahimu alivyotaka kumtoa mwanawe, lakini badala yake Mwenyezi Mungu akamletea kondoo ili achinjwe badala ya mwanawe. Sasa uchinjaji wa wanyama hutajwa katika Qur'ani kama kikomboleo. Wapi imetajwa? Katika Qur'ani Surat Bakara aya 123. Baada ya udhu billahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qur'ani nasema, na iogopeni siku ambayo nafsi haitofaa kitu nafsi nyingine, wala hakitokukubalika kikomboleo kwake, wala maombezi hayatafaa, wala hawatanusuliwa. Katika Qur'ani sura ya 2 aya 48 inasema, na iogopeni siku ambayo nafsi haitofaa nafsi nyingine chochote, wala haitokubaliwa kwake nafsi hiyo maombezi kama ataombewa, wala haitokubaliwa kupokelewa kwake kikomboleo kwake, wala hawatanusuliwa. Na hivyo Qur'ani inakubaliana na kuwepo kwa kikomboleo, yani kile kinachoweza kubeba adhabu ya kiumbe kingine, na wakati huo walitumika wanyama kama kikomboleo. Je, wanyama waliashiria nini rafiki yangu? Wanyama waliashiria, tumesoma hapa katika Qur'ani sura 37 aya 101, 103 hadi 107. Wanyama hao waliashiria namna ambavyo mwanadamu anaweza kunusulika halafu wanyama wakauawa. Tumesoma Mwanzo, tumenukuu Mwanzo 22:1 hadi 14. Na kupitia tukio hilo sasa tunaweza kuelewa kuwa uchinjaji wa wanyama uliwakilisha nini hasa katika Biblia. Yohana sura ya 8 msomaji, aya ya 56. Yohana sura ya 8 msomaji, aya 56. Sasa tunapokwenda kuomba, Yohana sura 8 aya 56 rafiki yangu. Biblia tukufu inasema, Biblia takatifu inasema, Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Naomba usikilize. Moja ya fungu kilisoma kama akili hujaiweka sawa, unaweza kadhani Kiswahili kilichotumika kimekosewa. Ibrahim baba yenu, rafiki yangu rudia. Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Ibrahim baba yenu alishangilia. Huu ni wakati uliopita. Alafu Yesu anasema alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Huu ni wakati ujao. Yani ni haya imekaa vice versa. Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Twende rafiki yangu. Naye akaiona. Naye Ibrahimu akaiona. Akafurahi. Ibrahimu akafurahi. Twende rafiki. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50. Wewe Yesu, Ibrahimu ana zaidi ya miaka 50. Wewe hata miaka 50 hujafikisha. Twende. Nao umemwona Ibrahimu? Wewe umemwona wapi Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia. Amini akuluka, ni amini nawaambieni. Yeye Ibrahimu, kabla ya Ibrahimu asija kuwako. Kabla Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wampige, ili wamtupie. Akawauliza, lakini Yesu akajificha. Wasifanye nini? Akatoka hekaluni. Ndio. Ishia hapo. Sasa nisikilize tunapokwenda kuomba. Hii aya ni tamu ila ni vice versa na wala haijakosewa. Ina maana kubwa sana ya wokovu kwako. Ibrahim baba yenu alishangilia wakati uliopita, atakavyoiona wakati ujao, naye akaniona. Alishangilia atakavyoniona, naye akaniona. Wayahudi anasema, mzee,
hata few ni 50 Kiswahili cha zamani. Hata miaka 50 mzee huna. Ibrahimu mmekutana wapi? Alalala. Yesu akawaambia, sikilizeni, baba yenu Ibrahimu kabla hata hajazaliwa mimi nilikuwepo. Lini Ibrahimu alionana na Yesu? Kwenye mlima wa Moria, wakati anamtoa Isaka muue. Aliponyanyua kisu amchinje, malaika wakadaka mkono. Ibrahimu akaambiwa, tazama upande huu, akamuona mwanakondoo. Kumbe yule mwanakondoo hakuwa kondoo tu, alionekana ndiyo ni mnyama. Kumbe alikuwa ni mwanadamu, alikuwa ni Yesu. Ibrahimu alishangilia atakavyoiona siku yangu, naye akaiona. Yesu alikutana na Ibrahimu katika mlima wa Moria, kwa sababu ni katika mlima wa Moria, ndugu zangu wapendwa, ndipo wokovu ulipopatikana. Kwenye mlima wa Moria Ibrahimu anakutana na Yesu. Anakutana na Yesu kwa njia ipi, ndugu zangu wapendwa? Anakutana na Yesu Ibrahimu katika mlima wa Moria. Kwa nini alikutana naye, kivipi? Hebu rafiki yangu sogea mbele kidogo, soma mafungu yafuatayo. Twende kitabu cha Marko sura 15 aya 17, kisha Yohana 19 aya ya 2, kisha Yohana 1:29. Biblia takatifu inatuambia maneno yafuatayo. Kabla hujaondoka tutakwenda kuomba. Twende rafiki yangu. Marko 15:17. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, wakamvika vazi la rangi ya zambarau. Wakamvika Yesu vazi la rangi ya zambarau. Wakasokota taji ya miiba. Achana nayo rafiki yangu, achana nayo. Rudi Mwanzo sura ya 3. Hata usipoisoma msomaji, ila msikilizaji anaweza kuirejelea. Mwanzo sura ya 3. Miongoni mwa malipo aliyoyasema Mungu kwa shetani alikuwa ni haya: nami nitaweka uadui kati ya uzao wako nyoka na uzao wa mwanamke. Uzao wako utamponda kisigino, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Hii ilikuwa ni unabii kwamba pamoja na mwanadamu kuanguka dhambini, mbingu iliandaa mchakato wa kumwokoa mwanadamu. Nani aje amuokoe? Malaika walijaribu, lakini ilishindikana. Nani akajitoa? Aliyejitoa, ilipoulizwa nani atakayekwenda kwa ajili yetu, mmoja kabla hata hajajibu alikuwa ameshafika, akasema mimi nipo tayari. Naye alikuwa ni huyu. Yohana 1:29 msomaji. Sasa msikilizaji, niruhusu nikimbie na wewe kwa aya 3 ama 4 tu, alafu tuombe. 4. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Biblia inasema, Biblia takatifu inasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Yohana alimuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama mwanakondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Twende rafiki. Huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba, yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu. Sawa. Kwa maana alikuwa kabla yangu. Ndiyo. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Ishia tu hapo msomaji. Hebu nikupe swali la pili la mwisho, halafu tuondoke. Swali la 4 la mwisho. Baada ya Adamu kutenda, tayari mnyama alishafunikwa. Adamu alifanya tendo lifuatalo, ndio kuambia hili la mwisho lishi, kwa sababu ndilo limebeba kiini cha mada yetu hii. Adamu aliomba nini katika Qur'an? Katika Qur'ani Surat Al-A'raf aya 23, maneno ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala yanasema, wakasema, Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu, na kama hutatusamehe na kutupa rehema, bila ya shaka sisi tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa.
Nabii Adam aliomba mambo mawili tu baada ya kutenda dhambi. Mambo mawili. Ya Rabbi, e Mola wetu, kama hutatusamehe na kutupa rehema, sisi tutapotea. Kwa hivyo Adamu anachokiomba baada ya dhambi ni mambo mawili: msamaha na rehema. Nini maana ya rehema? Nafasi ambayo hutolewa kwa mara nyingine tena, hata kama umekosea, unapewa mlango wa dirisha la mwisho. Adamu alayhi salam anaomba msamaha, anaomba rehema. Kwani huyu rehema ni nani? Kwani huyu chimbuko la rehema ni nani? Huyu aliyetakiwa aingie kwa Adamu ili Adamu akubaliwe, asamehewe yeye na wanawe. Huyu rehema ni nani? Qur'an tukufu ikatujibu maneno hayo katika suratul Maryam. Suratul Maryam ni sura 19 aya ya 19 hadi aya 21. Uniruhusu kama msomaji umeipata, naomba kwanza ni nukuu nianzia aya 16, kisha rafiki yangu utaanzia aya 19 hadi 21. Qur'an Surat Maryam sura 19 aya 16 inasema hivi: namtaje Maryam kitabuni humu alipojitenga na jamaa zake, akaenda upande wa mashariki wa msikiti, tukampelekea muwaisha sheria yetu Jibril, akajimithilisha kwake kwa mithili kama mwanadamu. Basi alipofika malaika Jibril kwa Maryam, Maryam akamwambia, malaika Jibril akamwambia, la takhafu ya Maryam, siogope Maryam, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Nini kimetokea? Anza 19 sasa msomaji. Maryam akasema, noti ya 19. Malaika akasema, hakika mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako mlezi, ili nikubashirie tunu ya mwana aliyetakasika. Sawa. Akasema, nitampateje mwana hali mwanadamu yeyote hajanigusa? Wala mimi si kahaba. Sawa. Katika aya 21. Ndio. Malaika akasema, ndiyo hivyo. Ndio. Mola wako mlezi amesema. Sawa. Haya ni mepesi kwangu. Sawa. Na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu. Sawa. Na rehema itokayo kwetu. Sawa. Na hilo ni jambo lililokwisha hukumiwa. Msomaji amenukuu, amesoma Qur'ani ya tafsiri Al-Muhsin Barwani. Naomba nisome tafsiri ya Shabdala Falisi. Qur'ani inasema hivi. Anasema malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako, nimekuja ili nikupe mwana mtakatifu. Hayo ni sahari kwangu, yani hayo ni jambo jepesi, na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu. Naye ni Nabii Isa ibn Maryam. Adamu amedhambi, anaomba mambo mawili: ya Rabbi hufirana dhunubana kama nakhafila alladhina mundhilina, utusamehe makosa yetu, wajana rahmat, utujalie rehema. Sasa huyu rehema anayetakiwa amsamehe Adam, huyu rehema ni nani? Anayetakiwa atoe uhuru wa maisha, msamaha wa dhambi. Qur'ani nasema jamani, Nabii Isa bin Maryam, Bwana Yesu alifanywa kuwa rehema kwa Adam, alifanywa kuwa rehema kwa wanadamu. Jioni hii utakapokwenda mbinguni ukamwona baba yako Adam, hata kama usipokumbuka, lakini kumbuka dunia hii, Adam ataonekana tu kwenye bustani ya Edeni mpya, kwenye pepo mbinguni. Aliyempeleka Adam kuokolewa si mwingine, ni rehema. Rehema ambaye ni nani? Isa bin Maryam, Bwana Yesu mwenyewe. Na ndio maana Qur'ani ilipokuja, hiyo ni aya ya 3 sasa. Nakumbuka nimesema 4. Sasa nasoma ya 3, tunaenda ya 4 tunamaliza. Qur'ani ilipokuja sura ya 3 aya 45, Qur'ani suratul Imran ikasema maneno yafuatayo msomaji. 3:45, maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anasema maneno yafuatayo. Qur'ani tukufu inasema, na pale malaika waliposema, kumbukeni malaika waliposema, ewe Maryam, ya Maryam,
Hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema na kubashiria mwana. Kwa neno litokalo kwake. Wa huwa karimatullahu. Kwa neno litokalo kwake. Jina lake. Wa huwa ism, jina lake. Ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Masihi Isa bin Maryam. Mwenye heshima. Mwenye heshima. Katika dunia na akhira. Katika dunia na akhira. Na miongoni mwa waliokaribishwa. Na ni miongoni mwa waliokurubishwa. Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani inasema ya Maryam, Mwenyezi Mungu anakubashiria kupata mwana pasina kuingilia na mwanaume. Jina lake mtoto huyu anaitwa Isa, Masihi Isa mwana Maryam. Ana sifa mbili. Ana heshima katika dunia na katika akhera, ni aliyewekwa mbele. Ukitaka usome, nenda Mathayo kwa muda wako 18:20. Yesu akaja kwao, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Ni mwenye heshima katika dunia na akhera, ni miongoni mwa walioinuliwa juu. Rehema anayemsamehe Adam ni nani? Ni Nabiullahi Isa bin Maryam, ama Wakristo humuita Masihi Yesu. Yesu ndiye rehema. Ukisikia Adam alirehemewa, alisamehewa, aliomba msamaha, akaomba rehema, rehema hiyo alikuwa ni Yesu. Sasa kama ni Yesu, alipatikanaje? Hebu simama pamoja nami tunapokwenda kuomba. Simama pamoja nami, sogea huku mbele. Sogea tu huku mbele rafiki yangu, tunatamani kuomba jioni hii. Mwenye rehema, utujalie msamaha. Kama hutotusamehe na kutupa rehema, sisi tutakuwa ni wenye kupotea. Marafiki zangu wapendwa, baba yako Adamu alipomtenda Mungu dhambi, nenda na hiki kitu kikumbuke maishani mwako. Baba yako Adamu alipomtenda Mungu dhambi, siku ile baba yako anaanguka, mimi na wewe tulikuwa kwenye viuno vya baba. Siku ile Adamu anatenda dhambi, mimi na wewe tulikuwa bado hatujazaliwa. Na kama tulikuwa bado hatujazaliwa, tafsiri yake ni hii: baba yetu alipokufa, watoto wa Adamu walikuwa viunoni mwake. Narudia tena. Siku baba yako Adamu alipotenda dhambi, ulikuwa kwenye viuno vya baba yako Adamu. Tafsiri yake ni hii: kama Adamu alitenda dhambi na wewe ulikuwa kwenye viuno vya baba mzee Adam, tafsiri yake ni nyepesi. Wewe na baba yako Adamu, baba yangu Adamu, wote tulistahili kifo. Na kwa sababu hiyo Adamu alipokufa, sasa hapa lazima uelewe, Mungu aliposema mtakufa, wengi wanashindwa kuelewa. Kama Mungu alisema tutakufa na kifo cha Yesu kimekuja kutuokoa kutoka kwenye kifo, mbona tunakufa? Elewa, usichanganye mafaili kabisa. Kifo anachokufa Yesu, hakuja kufa kifo hiki. Hiki ni matokeo ya uchaguzi. Yesu alikuja kufa kifo cha pili, ambacho wote wanaompokea baada ya kuokolewa hawatakufa milele kabisa. Adamu alipotenda dhambi, alipokea viwili, alistahili kufa, kupotea abadan. Yesu anapokuja, anakuja kufanya nini? Anakuja namnunua Elisha kutoka kiunoni mwa baba yake Adamu aliyekufa. Yaani hesabu kamili ni hii. Ngoja nikwambie rafiki, siku baba yako alipokufa chini, alichokuja ukifanya rehema, ambaye ni Yesu, alikuja kumbeba Adamu,
akamweka begani. Yesu akaondoka na Adamu na watoto wa Adamu wakiwa kwenye viuno vya Adamu aliyekufa. Yesu akamchukua Adamu mgongoni. Paulo anaandika, ama hamjui ya kuwa nimesulubiwa na Kristo pamoja naye katika msalaba wake. Je, tafsiri yake ni hii. Je, Paulo naye alisulubiwa? Hapana. Nini maana ya hekima hiyo? Anasema hivi, baba yetu alipokufa, Yesu alikuja akamchukua baba, akambeba mgongoni. Alipombeba baba, akatubeba na sisi tulikuwa tumboni mwa baba, akaenda nasi kwenye msalaba. Alipokufa kwenye msalaba, akapata ukombozi, mimi nikakombolewa na baba akasamehewa dhambi yake. Qur'an ikaja ikamaliza utata huo. Katika Qur'an hii ndio aya ya mwisho. Usifikiri nimezidisha, usiseme yule anasemaga 4. Mimi nakumbuka zote, hii ya mwisho ya 4. Qur'ani surati Jin. Qur'ani surati Jin sura ya 72 aya ya 13. Naomba kunukuu. Inasema hivi: mwenye haki hataona haya kuvunjwa, kuonewa, kupigwa kwa ajili ya kubeba makosa ya wengine. Mwenye haki hataona aibu kupunjwa, kuvunjwa na kutengwa ili abebe makosa ya wengine. Mwenye haki alikuwa ni mmoja dunia nzima. Mwenye haki ni mmoja tu, alikuwa ni Masihi, na Masihi peke yake. Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, mwaka wa 632 Mtume Muhammad SAW anakufa. Kabla ya kifo alisema maneno yafuatayo, naomba kuyanukuu. Yameelezwa katika Sahih al-Bukhari, ni vile volume nimeisahau, lakini ipo katika Sahih al-Bukhari. Anasema hivi, kabla ya kifo chake alisema maneno mawili. Akasema, miongoni mwa watoto waliozaliwa na wanadamu ambao sheitani hakufanikiwa kuwagusa maishani mwao ni mtoto mmoja tu, ni Nabii Isa ibn Maryam peke yake. Yaani ni Yesu hajawahi kuguswa na shetani tangu anazaliwa. Maswahaba wa mtume akamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, unamaanisha nini ikiwa unasema ni mmoja tu kati ya waliozaliwa na wanadamu? Je, wewe mtume wa Allah uliguswa na shetani katika kuzaliwa? Akasema ndiyo, ambaye hakuguswa ni mmoja kati ya wanadamu, ni Isa ibn Maryam. Mtume Muhammad SAW akasema, ana maana gani? Anasema, ndio maana leo wewe ukizaa mwanao lazima alie. Yaani akitoka tu tumboni, anasema hapa akilia tayari shetani anamfinya. Ila Nabii Isa alizaliwa bila kulia kwa sababu shetani hakumgusa. Hiyo ni kauli ya kwanza Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake. Kauli ya pili ya haki inasema, siku chache kabla ya kifo cha Bwana Mtume Muhammad SAW akasema, mikononi mwake yeye Nabii Isa ibn Maryam ninaiweka roho yangu. Yeye atakuja kama hakimu wa haki, atawahukumu walio hai na waliokufa. Ni mmoja peke yake, ni Masihi Isa mwana Maryam, ndiye aliyemkomboa Adamu. Nataka nikutangazie dunia, wala sio mchango wa hela au Tanzania. Nataka nitangazie dunia kwa ujasiri mkubwa, kama isingekuwa damu ya Yesu, mtazamaji unayetufuatilia kwa YouTube channel, kokote ulipokuwa, wewe ulistahili kifo. Dunia hii, binadamu yeyote anayeitwa mwanadamu, kama isingekuwa damu ya Yesu, hakuna mwanadamu aliyestahili kuishi. Ni damu ya Yesu peke yake imetufanya tuwe hivi leo tulivyo. Unalinga ulingavyo, mtukane Yesu unavyotukana, dharau unavyodharau, kumbuka neno hili litakusaidia na vizazi vyako na watoto wako wote unaowazaa. Ni damu ya Yesu tu ndiyo iliyomwokoa mwanadamu. Hapakuwa na sadaka yoyote, ila ni damu ya mwenye haki. Ilibidi afe, awanunue waovu, ahesabiwe mkosaji, ili wao wawe wenye haki. Paulo anaandika,
Yeye alikuwa tajiri, ilimpasa awe maskini kwa ajili yetu, ili yeye atupatie utajiri wake, sisi tukawa matajiri. Yesu akafanywa kuwa maskini. Narudia tena, ni kwa damu ya Yesu peke yake. Hakuna wokovu nje ya damu ya Yesu na Yesu Kristo peke yake. Jioni hii, hata kama ni mtu mmoja tu anasema okay, ikiwa ni kwa damu ya Yesu Kristo peke yake, jioni ya kesho, Mungu akitupa neema, tutakuja kujibu swali moja tu kipindi kizima cha lisali zima, ambacho swali hili limekuwa na utata sana. Inaonekana baadhi ya maandiko yanasema Yesu hakuuawa wala hakusulubiwa, ila watu walibabaishiwa. Isikupe msongo wa mawazo. Muombe Mungu akupe neema kesho. Bwana atujalie. Biblia inasema kila kilichofichwa chini ya uvungu, nuru na iangaze, ili watu walioko gizani wakiiona waione nuru. Kilichofichwa uvunguni, Bwana atakifufua. Hila zote za ibilisi Bwana atazikanyaga na ufalme wake utasimama. Je, yupo mtu jioni hii anayesema mimi natamani kumpa Yesu maisha yangu, hata kama ni mmoja? Natamani kwenye mikutano hii nikabatizwe. Sabato Jumamosi ijayo tutakuwa na ubatizo.